ni kishindo cha awamu ya 6. Ni kishindo awamu ya 6 kwa mara nyingine. Bado tunamulika sekta ya afya, na leo tukiangazia uboreshaji wa huduma ya uchujaji damu na masuala ya maabara. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Serikali ya awamu ya 6 imewekeza pakubwa katika miundombinu ya afya, vifaa na vifaa tiba ili kuwafikishia wananchi huduma bora za afya katika maeneo yao kwa ukaribu zaidi. Miaka michache tu iliyopita, wananchi walilazimika kufunga safari hata masiku kadhaa kufuata huduma ya matibabu ya figo, hasa uchujaji wa damu. Lakini leo mwarobaini wa changamoto hiyo umepatikana, kiasi cha kupunguza rasilimali fedha na muda wa wananchi uliokuwa ukipotea njiani. Kwenye Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, katika lengo la pili shabaha ya 4, afya bora kwa kila Mtanzania inasimama mstari wa mbele. Kishindo awamu ya 6 kimetuama mikoa ya kanda ya Ziwa, huku serikali inatekeleza kwa vitendo kauli yake ya kazi na utu kwa kuhakikisha huduma muhimu za afya zinapatikana kila mkoa, hususan zile za kibingwa na bingwa bobezi. Kwa hivi karibuni wameweza kutuletea mashine za kusafisha damu, julikana kama dialysis machine. Tumeshazipokea tayari na mafundi au mainjinia toka MSC walikuja, wameshakagua eneo letu. Kwa sasa hivi tunaendelea na ukarabati wa maeneo ambayo tunategemea kusimika hizo mashine. Kwa hiyo matarajio yetu ndani ya miezi mitatu hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu itaanza kutoa huduma ya kusafisha damu kwa wagonjwa ambao wana matatizo ya figo. Hii huduma haikuwepo kabisa katika hospitali yetu, itakuwa ni huduma mpya, lakini imewezeshwa kutokana na wenzetu wa MSD kuwa na uwezo wa kununua hizi mashine, kuwa nazo, na wanatuletea katika hospitali za rufaa za mikoa kwa bei nafuu. Lakini kana kwamba haitoshi, wanaleta mafundi wa kuja kufundisha wataalamu wetu, lakini pia wataendelea kusupply vifaa na supplies mbalimbali ambazo zinahitajika kutumika katika huduma hiyo ya dialysis. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa, watu wa MSD wanakifanya na kinatusaidia sana kuweza kuimarisha huduma zetu. Kabla ya mwezi wa 8 tutakuwa tumeanza huduma ya kuchujaji damu, tunaita dialysis. Hili kwa kweli bila MSD sidhani kama lingewezekana. Kwa hiyo tunawashukuru sana MSD kwa kukubali kutukopesha vifaa. Tunavyoongea wameshakubali, na tunatarajia kabla ya mwezi wa 8 huduma ya dialysis itaanza. Hii itatusaidia kusave rufaa kwa zaidi ya 25%. Hapa tunavyoongea tuna zaidi ya 25% kwa mwezi ya rufaa tunazozitoa kwa sababu tu ya kuchuja damu. Kwa hiyo tunawashukuru sana MSD kwa kukubaliana na sisi, na serikali ilituagiza, Mheshimiwa Waziri alitoa maagizo kwamba lazima tuanze dialysis, na tunatarajia kuanza kabla ya mwezi wa 8. Pia tunaishukuru serikali kupitia MSD tumeweza kupata mashine za kisasa kabisa za kutoa huduma ya dialysis. Kwa sasa katika hospitali yetu tunatoa huduma za kibingwa na kibingwa bobezi kwenye magonjwa ya figo. Na kwa kufanya hivi tumeweza kutoa huduma kwa watu wengi ambao hapo awali waliweza kusafiri kwenda sehemu mbali kupata hizo huduma, na pengine waliingia gharama kubwa sana, lakini kwa kuwa na hii huduma karibu tumewezesha kuwa na huduma ambayo wanapata ni huduma nzuri, wanaipata kwa gharama nafuu. Kwa sasa tumeweza kuhudumia takriban wagonjwa 40 ambao wana matatizo ya figo ya muda mrefu. Wanafanya huduma ya uchujaji dialysis mara 3 kwa wiki, na kwa mwezi tunaweza kufanya takriban sessions 600 za dialysis kwa hao wagonjwa. Tofauti na hapo katikati pia tunapata wagonjwa wengine wanaopata changamoto ya muda mfupi ya dialysis ambao wanafanya dialysis kwa muda mfupi na wanapona. Bohari ya dawa MSD ndiyo yenye dhamana ya uzalishaji bidhaa za afya na dawa, ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya maabara vilivyoidhinishwa, uhifadhi wa bidhaa za afya kwenye maghala salama kwa viwango vinavyotakiwa, pamoja na
na usambazaji dawa na vifaa tiba kwenye vituo vya afya vya umma na vile vya binafsi vilivyoidhinishwa na serikali. Kwa hiyo usambazaji wetu ufanyika kuanzia tarehe 11 mpaka 30 kuhakikisha kwamba kundi husika kati ya makundi mawili niliyoyataja, aidha kundi A au kundi B, basi tumeweza kusambaza dawa na kufikisha vituoni. MSD pia bado tuna mifumo mingine ambayo tunaitumia ili kurahisisha wateja hawa waweze kufanya kazi zao. Tuna mfumo ambao unaitwa MSD Customer Portal, na MSD Customer Portal maana yake ni MSD kiganjani kwa mteja. MSD Customer Portal ina faida zifuatazo. Katika MSD Customer Portal, mteja anaweza akaangalia stock ya MSD kwa wakati wowote, na hii tunasema kwamba mawasiliano ni njia mbili, ni two-way traffic, kwa maana ya kwamba anaweza kuwa ameona bidhaa fulani, hususan kifaa kiko kanda nyingine, basi akaweza kuwasiliana na sisi kwamba nimeona kifaa fulani, mfano ultrasound machine ipo kanda fulani, basi tukashirikiana kwa pamoja kuweza kuiagiza ili facility hiyo iweze kukipata. Kingine ambacho wateja wetu wanaweza kukiona katika MSD Customer Portal ni statement of account zao, ni fedha zao ambazo ziko bawari ya dawa, na hii inawasaidia kuweka bajeti zao vizuri wanapokuwa wanaagiza bidhaa za afya. Lakini kingine ambacho wanaweza wakakiona wateja, tunapokuwa wateja tunasambaza bidhaa za afya, huwa tunaskani invoice na wanatusainia kwa kutumia vidole. Kwa hiyo inaweza ikatokea kwamba kituo kwa bahati mbaya kimepoteza invoice yake na kina ukaguzi, kuna sehemu kinaweza kaingia katika mfumo kikaweza kupakua hiyo nyaraka ambayo ni sales invoice, na kikawa nayo kikaweza kuwaonyesha wakaguzi wa ndani au wakaguzi wa nje kama kuna ukaguzi wowote ule unafanyika katika eneo hilo. Waswahili husema macho ni kweli. Hapa kanda ya Ziwa, ushuhuda wa maboresho ya huduma za afya karibu na wananchi ni kama pembe la ng'ombe, kamwe halifichiki. Zamani tulikuwa unapimwa, unarudi hata wiki mbili, ukija unaambiwa majibu hayapatikana. Sasa hivi tunapata majibu, unaweza kaacha wewe namba yako imeingia hata ya simu. Kabla hata umelala saa 7 za usiku au saa 8 unapata majibu kwamba majibu yako tayari. Unakuja na imani ya kwamba majibu yangu tayari, na kwa kweli tunashukuru kwa utaalamu zaidi ulioko saizi katika hospitali zetu hizi za mikoa. Tunashukuru Simiyu, tunashukuru Tanzania, tunashukuru wafanyakazi na madaktari zaidi. Tunajisikia raha sana kwa sababu hata umeacha kule, labda kuna wengine unajikuta tu umeacha watoto wadogo nyumbani, unamwachia hata jirani, baada ya muda umemwambia nitarudi hata jioni, unarudi saa 9, unarudi saa 7, majibu nayo na huduma umepata vizuri. Kwa kweli nimefika hapa hospitali ya Nyangwale, ni hospitali nzuri sana. Nimepokelewa vizuri, huduma zao nzuri. Tangu nimefika hapa sijaona changamoto yoyote. Naiambia serikali iongeze madaktari, hasa kwenye upande wa ultrasound kule. Maana daktari sijui wangapi huwa wanapelea na muda. Kwa hiyo wangeongeza ajira za kule kwa madaktari kwenye ultrasound ingekuwa vizuri sana. Wananchi wanasema huduma za maabara za kisasa zimeokoa muda wa rasilimali fedha. Mimi nafurahi sana hii huduma kutuletea karibu. Yaani nikienda maabara napimwa, baadaye naenda kupata dawa, mashine zipo safi, zinaridhisha, majibu hayakawii. Yaani unapopima maabara hapo na hapo tu unapata majibu, baadaye unaenda kufuata dawa, unapewa dawa. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Uwepo wa vifaa hivi katika hospitali yetu umekuwa msaada mkubwa kwa wagonjwa wetu, kwa kuwa vinawasaidia wagonjwa kupata huduma kwa haraka, lakini vile vile vinawasaidia wataalamu wetu katika kutoa maamuzi ya kitabibu kwa haraka na kwa wakati. Lakini vile vile wagonjwa wetu wamepata manufaa makubwa kwa kuwa huduma hizi zilikuwa zipatikani hapa, ilikuwa ni mpaka waende Mwanza, lakini sasa hivi wanapunguza umbali, lakini vile vile wanapunguza gharama na muda, kwa kuwa sasa hivi huduma hizo zinapatikana hapa hospitali kwetu.
Hapo awali kwa kuwa hatukuwa na hivi vifaa, kwa mfano CT scan, wagonjwa wengi ilikuwa inabidi wapewe rufaa kwenda Bugando, na mimi kama daktari bingwa wa radiolojia nilikuwa situmiki vile nilivyotakiwa kutumika. Elimu yangu ilikuwa haitumiki hivyo, lakini baada ya kupata vifaa hivi, huduma zote zinapatikana hapa, na takriban kwa mwezi tunaweza tukahudumia wagonjwa mpaka 700 wa x-ray, wagonjwa 800 wa ultrasound, lakini mpaka wagonjwa 150 kwa mwezi wa CT scan. Tunaishukuru Bohari ya Dawa kwa kuwa tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana, na tunawashukuru kwa kuweza kutuletea vifaa hivi ambavyo vinatufanya tutoe huduma zetu kwa uhakika zaidi. Kupata mashine mbalimbali ambazo mashine hizi zinatusaidia katika kufanya test mbalimbali za wagonjwa. Mfano hapa tuna mashine ya full body pictures, ambayo mashine hii inatuwezesha kufanya kipimo cha full body pictures, ambayo test hii inaweza ikafanyika kwa kutumia kwa muda wa dakika 5 mpaka 10, unaweza kuwa umepata majibu. Lakini pia tuna mashine nyingine ambayo ni chemist analyzer, ambayo ni ClinDiag. Pia hii mashine ni mashine ya chemist ambayo inapima test mbalimbali, mfano inapima testi za chemist, mfano ARAT na ASAT, lakini pia kuna testi nyingine ambazo inafanya za renal function test. Lakini pia tuna mashine nyingine ambayo ni ya hormone ambayo inaitwa Getains, na uwepo wa vifaa hivi umeokoa muda, pia umesaidia sana. Maana hapo awali tulikuwa hatuna mashine, mfano kama mashine hii ya full body picture tulikuwa tunacheki HB, lakini sasa hivi tunaweza tukapima full body picture ambayo tukaweza kwa diagnosis, tunaweza tukapata, inampa uwanja mpana sana daktari wa kuweza kugundua magonjwa mengine ambayo yanaweza kuchangia katika damu. Tulikuwa hatuna vifaa, lakini sasa hivi tuna vifaa vya kisasa ambavyo vimeturahisishia katika utendaji wetu wa kazi. Tunapata wagonjwa ambao wakiwa na hali ngumu sana, hao wagonjwa walikuwa wanapewa rufaa kwenda hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, lakini sasa hivi wamepungua ukilinganisha na pale awali. Ni wagonjwa wachache wanaoenda kule, lakini wengi wao wanapata matibabu hapa kwetu. Ni kwa sababu tuna vifaa vya kisasa ambavyo vinawasaidia hao wagonjwa wetu. Mashine yetu ya chemist analyzer kama tunavyoiona hapa ni mashine kubwa ambayo tunaweza kufanya vipimo vingi kwa wakati mmoja. Mashine hii tunaweza tukaweka sampuli 100 kwa wakati mmoja, ambao sampuli 100 hizo zinakuwa na vipimo mbalimbali. Sampuli moja inaweza kuwa na vipimo hata 10, 12, lakini sampuli zinakuwa 100 tunaweza kuziweka kwa wakati mmoja. Na tukiziweka kwa wakati mmoja, maana yake baada ya ndani ya saa moja tunaweza kupata majibu ya sampuli zote 100. Kwa hiyo imeturahisishia kwa kiwango kikubwa kupata majibu kwa uharaka zaidi, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo tulikuwa tukipata wateja ambao wanahitaji vipimo vya chemistry, tulikuwa tunalazimika kuwatuma wagonjwa wenyewe au kutuma vipimo vile kwenda katika maabara ya Bugando kwa ajili ya kupata majibu. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza tukapata majibu ndani ya muda mfupi na kwa wingi zaidi kupitia mashine yetu ya chemist analyzer. Imesaidia kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba mashine yetu hii tunaweza kuingiza wateja wapatao 100 kwa wakati mmoja, na ndani ya saa moja tu tayari majibu yanakuwa yameanza kutoka. Kwa hiyo imeturahisishia kwa kiwango kikubwa sana. Kupitia huu mradi pamoja na support ya serikali, pia tunaona vitu vingi sana vinazidi kuongezeka na tunapanua wigo kwa ajili ya huduma na kupunguza overloads ya hospitali kubwa. Kwa hiyo kuanzia huku chini na unaona hata wataalamu wa maabara pia wameongezeka kwenye vituo vingi. Wakati zamani ilikuwa ni lab test tu wanapima labda manesi. Kwa hiyo kupitia huu wigo ambao sasa serikali imeendelea kupanua na kujenga vituo vya afya, mimi naendelea sana kumshukuru sana Samia Suluhu kwa ajili ya jitihada ambazo wanaendelea kufanya kuziboresha na kuongeza huduma mpaka vijijini. Tunaishukuru serikali pia kupitia MSD pia imeboresha sana huduma sana, hasa kwa upande wa dawa na vifaa tiba.
kwa kweli tunapata dawa za kutosha sana, dawa zipo za kutosha, lakini pia vifaa tiba vya kutosha, ikiwemo tumepata ultrasound mpya kabisa ya kisasa kutoka MSD. Kwa hiyo tunaishukuru pia serikali sana kupitia MSD. Kwa kweli huduma zimeboreshwa sana. Lakini pia tuna mashine pia ya kisasa tunaita ni washi mashine ya kufulia, ambayo inasaidia pia kufua mashuka na vitu vingine ambavyo kina mama na watoto na watu mbalimbali wanaolazwa, inasaidia sana kuweka mazingira ya usafi katika kituo chetu cha afya Fumagira. Kwa kweli kwa mwanzo wagonjwa wa maabara walikuwa wanasubiri muda mrefu sana, zaidi ya risali moja mtu anasubiri majibu, lakini kwa sasa ndani ya dakika 15 kisha apata majibu, mama anapatiwa huduma, anapatiwa dawa, anaondoka. Kwa hiyo imetusaidia sana kurahisisha na kuboresha huduma kwa wateja wetu. Na tunashukuru watu wa wataalamu wa MSD, tumekuwa tukishirikiana nao tangu awali mpaka sasa hivi kwenye ufungaji wa hivi vifaa, na pia tulikuwa nao kwenye ufungaji wa vifaa, na pia wametujengea uwezo jinsi ya kutumia hivi vifaa, kwa sababu ni kama mnavyoona ni vifaa vya kisasa zaidi, ni vifaa vya kisasa. Kwa hiyo tunawashukuru sana wataalamu wa MSD, wamekuwa na sisi tangu awali mpaka sasa kwenye usambazaji wa hivi vifaa, pia kutujengea uwezo jinsi ya kutumia hivi vifaa. Tunawashukuru sana na tunatamani tuendelee kuwa nao pamoja kwenye hilo swala, wazidi kutujengea uwezo na kwenye changamoto pia waweze kutusaidia. Tunawashukuru sana wataalamu wa MSD. MSD pia wametujengea uwezo kwenye matengenezo kinga ya hivi vifaa. Tunawashukuru kwa hilo. Mimi kama mhandisi vifaa tiba nilishirikiana nao pamoja na wataalamu wenzangu wengine wa afya kwenye hilo swala, wametujengea uwezo. Hospitali yetu mwaka 2020 kurudi nyuma ilikuwa inafanya rufaa nyingi sana, kwa sababu matibabu aina nyingi yalikuwa hayafanyiki hapa. Lakini ndani ya miaka miwili mitatu tumepokea vifaa vya kisasa kabisa kama mnavyoviona. Tuna hizi model dental units, tunaita dental chairs, ziko 3 na zote ziko katika hali nzuri, zote ni mpya kama mlivyoziona, zinafanya matibabu ya kinywa na meno. Lakini vile vile tumepokea mashine za mionzi, yani periapical dental x-rays 2 tunazo hapa kutoka Medical Store Department, bohari yetu ya dawa. Sasa upatikanaji wa vifaa tiba hivi pamoja na madawa ya kisasa, unganisha na timu tuliokuwa nayo ya madaktari ambao wamejengewa uwezo vizuri, tumekuwa tukifanya matibabu mazuri sana, na wateja na wao wenyewe wanazungumza. Kama mnavyoona hospitali yetu iko mbali kidogo, kama kilomita 10 zaidi kutoka mjini, lakini tunaona wagonjwa kati ya 30 mpaka 40 kwa siku. Nilikuwa natizama katika data zangu mpaka leo, kuanzia tarehe 1 Julai ya mwaka 2025 mpaka leo, yani mwaka wa fedha, tumekwisha waona wateja 3500 na zaidi, na tumeweza kuingiza kiasi cha shilingi milioni 250 na ziada. Nini kimetokea? Yote hiyo ni kwa sababu ya upatikanaji wa vifaa tiba kutoka Medical Store Department, kwani bohari ya dawa imetuwezesha sisi kupata vifaa tiba na dawa kwa zaidi ya 90%, na vichache tunapata kwa mnyororo jazia, lakini zaidi ya 90% tunavipata katika bohari yetu ya dawa. Leo huduma ya kuhifadhi miili ya wapendwa waliotangulia mbele za haki si changamoto tena. Watoa huduma katika kitengo hiki wanachapa kazi kwa moyo mkuu kutokana na mazingira ya kisasa yaliyopo. Awali hatukuwa na kifaa hiki, na badala yake tulikuwa tunapeleka kwenye hospitali ya wilaya Somanda, lakini tunawashukuru sana serikali ama MSD kwa kutuletea hiki kifaa ambacho kwa sasa tunao uwezo wa kutunza miili 6 kwa wakati. Hivyo basi tulikuwa tunahitaji pia kama kuna uwezekano ituongeze friji hata moja pia lenye milango 6 kwa ajili ya ufanisi zaidi katika utunzaji wa miili. Jokofu letu hili tulionalo sasa lina kiwango kizuri cha joto kwa ajili ya utunzaji wa miili. Hivyo basi tunashukuru sana serikali kwa kutuletea hii huduma. Kwa sasa tunatoa huduma vizuri sana. Wenye dhamana ya sekta ya afya mkoa wana neno la kutilia maanani. Kwa kweli sisi wilaya ya Nyang'hwale tunamshukuru sana kipekee Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Kwa kweli ametuheshimisha. Sisi katika wilaya ya Nyang'hwale tunajivunia sana maboresho na hatua kubwa ambayo tumeipiga katika sekta ya afya. Tukizungumzia hata hospitali yetu ya wilaya imeboreshwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia huduma zinazotolewa zimeboreka kwa kiasi kikubwa. Tumeletewa vifaa vingi sana vya kufanyia uchunguzi, lakini pia matibabu, tumeongezewa watumishi, madaktari, wauguzi na kadhalika. Lakini hospitali ya wilaya pia imeboreshwa, ikiwemo pia hata kuletewa gari la kubebea wagonjwa in case of emergency. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tumeendelea kujivunia yeye kwa sababu huduma ambazo tulikuwa tunazifuata mathalani katika Geita manispaa kwa maana ya makao makuu ya mkoa, sasa hivi tunazipata katika hospitali yetu, na tumekuwa tukipata pia hata zile huduma ambazo huwa zinakuja si mara nyingi, lakini zile huduma ambazo tunapata wataalamu kwa maana ya specialist wanakuja kutusaidia katika masuala mbalimbali. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuboreshea huduma, na sisi tumwahidi tu kwamba tutaendelea kuchapa kazi, lakini kuhakikisha tunapeleka tabasamu kwa Watanzania wanaoishi katika wilaya ya Nyang'hwale kwa kuhakikisha wanakuwa salama kwa kupata matibabu yaliyo bora. Katika hali ya upatikanaji wa dawa tuna 98% ya upatikanaji wa dawa katika kituo chetu. Kwa kweli tunashukuru ya kwamba sisi kituo tunapofanya maombi ya dawa na vifaa tiba, dawa zinakuja kwa wakati na asilimia kubwa zinafika kulingana tulivyoomba. Hivyo inapelekea kufikia ile 98% ya upatikanaji wa dawa. Lakini pia hata huduma za dawa katika kituo chetu zimekuwa nzuri sana kwa kipindi hiki, kwa sababu wateja wetu wanapofika kituoni wanapata dawa kwa asilimia kubwa sana. Unakuta ni zile chache tu ambazo tumekosa ndio unakuta hawapati, lakini asilimia kubwa wanapata dawa. Na mahusiano yetu na bohari ya dawa ni mazuri. Hata juzi tu tumepata back order ambao kuna order ilibaki, lakini leo juzi wametuletea. Tunashukuru sana kwa bidhaa hizo kupatikana kutoka MSD. Lakini nipende pia kuishukuru serikali kwa sababu hiyo ndiyo inachagiza upatikanaji wa dawa hizi katika vituo vyetu vya afya. Kishindo awamu ya 6 kikiwa MSD kanda ya Mwanza kimeshuhudia utekelezaji wa zoezi zima la usambazaji dawa kutoka kituoni hadi kwa mtumiaji. Utaratibu inategemea tunapokea kutoka kwa washikiri au tunapokea kutoka kanda mbalimbali. Kwa mfano, tukipokea kutoka makao makuu au kanda nyingine, tunakuwa tuna document ambayo inakuwa inatuongoza kwa ajili ya kupokea dawa na vifaa tiba. Document hiyo inaitwa transfer pack, ambayo inatusaidia ama inatuongoza kuweza kujua dereva aliyetuletea mzigo ametuletea dawa au kifaa tiba gani. Na tukipokea dawa na vifaa tiba tunakuwa tuna kamati. Kamati inahusisha watu wa mapokezi ambao ndio receiving officer, lakini pia watunza mali ama custodian, lakini pia tunakuwa na kwa upande wa vifaa tiba tunakuwa na biomedical, na upande wa narcotics tunakuwa na mfamasia kwa lengo la kuverify zile dawa tulizopokea. Ni kuhakikisha kwanza kila invoice anakabidhiwa mteja kwa usahihi. Anakabidhiwaje mteja kwa usahihi? Invoice kama unavyoiona ina sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Lakini kuhakikisha kwamba hii invoice inafuata na delivery note yake. Na yenyewe ina sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hiyo invoice inapokamilika hivi, ina maana tayari mzigo custodian ameshauleta dispatch. Wakati huo sasa na mimi mteja kama yuko hapa dispatch, ina maana mimi nachukua invoice iko tayari kwa ajili ya kumkabidhi mteja. Tunaomba kamati ya upokeaji wa dawa kwenye vituo viwepo. Shafika pale kuta kamati ipo. Naanza kushusha dawa. Shashusha maboksi na hesabu idadi ya boksi zimekamilika, tunaanza kukabidhi dawa. Naweza nikawa peke yangu au zinaweza tukawa wawili kutoka MSD. Tunakagua dawa zikishakamilika kwamba hizi zimekamilika. Awamu ya mwisho nawauliza kuna sehemu labda tumekosea, hamjatiki au kuna item imepungua. Nakwambia kwamba imepungua labda item fulani,
Kama kweli imepungua, mnajaza claim form, na kama haijapungua, basi mnafanya utaratibu wa kusainisha dokumenti na kuanza kuondoka mpaka kituo cha mwisho. Mnapomaliza mnaripoti kwa mfamasia, tumemaliza usambazaji wa dawa. Kwa hiyo tunaomba tusainie dokumenti zetu tuanze kurudi. Mkoko wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 umealika maua tayari. Ni dhima na wajibu wa dhahiri wa kila mmoja kushikana mkono na serikali kuhakikisha afya bora kwa kila Mtanzania na kuweka mazingira ya fursa sawa ya mtu mmoja mmoja kutimiza ndoto zake za kupata huduma bora za kiafya. Naam, ni bayana kwamba utu kishamiri, kazi inaendelea na uhakika wa afya bora ndiyo msingi wa taifa lenye nguvu na linalohitaji kusonga mbele. Mimi ni Esero Mafuru, hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.